ya michezo. Ngome ya michezo. Na inaonekana Tukuyu Star ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa sana, lakini pia nasema kwamba mlikuwa ni wachezaji ambao mko fit, yani kwenye mapambano ilikuwa sio rahisi sana kupambana na wachezaji wa Tukuyu Star. Siri kubwa ilikuwa ni nini? Unajua, kuna taarifa zinasema kwamba mlikuwa mnakimbia sana milimani, sijui unajua Waingereza wana methali yao moja inasema hivi, football is all but all without fitness is nothing. Yani katika mpira fanya mambo yako yote, kuna mbinu, kuna ufundi, kuna psychology, lakini kitu cha msingi cha Waingereza na Wajerumani zamani ilikuwa ni fitness. Sasa ile fitness ndio ilitusaidia sisi. Tukuyu Star tulikuwa tunaambiwa wachezaji labda pengine sio wa Tanzania, ni wa Zambia, lakini hakuna. Ni mazoezi. Tulikuwa na kocha wetu mmoja marehemu Asmani Juma Kalomba. Huyo alikuwa mchezaji mahiri wa Simba zamani kutoka Kigoma. Yule bwana alitufua sana. Alitupa mazoezi magumu sana kuanzia kule Tukuyu mpaka chuo cha kilimo Uyole. Ngoja nikupe siri moja. Mchezaji sasa hivi ukimwambia akimbie kuanzia hapo Mafiati mpaka Sokoine akimbie. Lakini sisi tulikuwa tuna uwezo wa kukimbia kutoka chuo cha kilimo cha Uyole mpaka Sokoine, kurudi ndio tunarudi na gari. Kwa hiyo yale mafanikio yetu yote ya mwaka 86 yalitokana na ule utimamu wa mwili tuliokuwa nayo, ile fiziki pamoja na ile stamina tuliokuwa nayo. Hiyo ndio ilitubeba sana, kwa sababu sisi tulikuwa na mtu mmoja anaitwa Aswili. Aswili anakuambia nyinyi uko mbele, fungeni goli, mkishafunga goli likirudi basi mtulaumu sisi mabeki. Sisi hata tukifunga goli moja lilikuwa turudi, kwa sababu ilikuwa watu wako fiti. Sisi dakika 90 tulikuwa tunaona yani kama vile ni mchezo tu. Kwa hiyo tulikuwa tuko fiti sana. Tulikuwa tunafanya mazoezi Tukuyu kwenye mvua, chuo cha kilimo Uyole kwenye mvua, na tulikuwa tunapata lishe nzuri. Wajua nisikufiche, katika Tanzania kihistoria kuna baadhi ya timu kama za Mbeya, Bukoba, Mwanza zinafanya vizuri kutokana na lishe. Lishe ndio kila kitu. Tulikuwa tunakula vizuri. Tunakula vizuri, chai nzuri, chakula cha mchana vizuri, jioni tunakula vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tuko fiti. Mlikuwa mko fiti kutokana na lishe pamoja na mazingira na mazoezi, na mazoezi. Kuna Ngome ya michezo. Ngome ya michezo.